Serikali imewaagiza viongozi wa taasisi ya maboresho ya serikali za mitaa Tanzania TOA kuendelea kuimarisha taasisi hiyo ili iwe na nguvu na iweze kuishauri serikali ipasavyo, na kwamba wanatakiwa kujua viongozi wa kitaifa wanaitaka taasisi hiyo kuwa sehemu ya mabadiliko chanya ya mwelekeo wa utendaji utakaochagiza maboresho katika serikali za mitaa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano mkuu wa 15 wa taasisi hiyo hapo jana Jumatatu Aprili 14, 2025 kwenye mkutano mkuu uliofanyika katika ukumbi wa jiji la Dodoma uliopo mji wa serikali Mtumba. Lengo ambalo mmeendelea kulitekeleza ni kuishauri serikali katika masuala mbalimbali yanayohusu ustawi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Na sina shaka kupitia mkutano huu wa 15 mtatoka hapa na maazimio na ushauri kwa serikali yetu kwa kulenga kuongeza ubora wa utendaji wa serikali, lakini pia na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa kuzingatia ukaribu na ushirikiano wenu na wananchi, naamini mnazitambua vizuri changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu kwenye maeneo yetu, na mnaelewa pia afua ambazo zikitekeleza zinaweza kuleta maendeleo makubwa. Na kwa muktadha huo, endeleeni kuimarisha taasisi hii ya TOA ili iweze kuwa na nguvu na iweze kuishauri serikali ipasavyo wakati wote, tena pamoja na kuhimiza wanachama kufanya kazi kwa weledi, uzalendo ili kuleta matokeo chanya yanayotarajiwa na Watanzania. TOA iwajibike kuhamasisha katika kutumia mbinu mbalimbali kwenye mamlaka hizi za serikali za mitaa, kuongeza wigo wa mapato ili kuongeza uwezo wa kujitegemea kimapato na kugharimia shughuli mbalimbali za uendeshaji na utoaji huduma kwa wananchi wetu. Taasisi hii ya TOA iwe chachu ya kusimamia ukusanyaji mapato kwenye maeneo yetu. Hebu mpeane mbinu. Kwa nini mapato yanayokadiriwa kuja kukusanya yanakwenda 134%? Maana yake nini? Mlikosea kukadiria. Hamkutambua vyanzo. Kumbe kuna vyanzo vingine mliviacha mkuviingiza kwenye mpango kazi. Tunajua kuna maeneo yanaibuka kimsimu. Basi kama ni imepandisha 1% kwa sababu ya eneo liloibuka kwa msimu, hiyo sawa. Lakini kama ni makadirio tu alafu mmefanyia kazi maeneo yote, imepata 134%. Wengine wanafanya hivyo ili tu waziri wa nchi akifika apongeze na kupongeza, mnajipigia makofi, lakini kumbe kulikuwa na kauzembe kaukadiriaji. Ni muhimu mkabainisha vyanzo vyote, mkajifunza kila chanzo kinatuingizia shilingi ngapi kwa mwaka, alafu mweke. Mkishaweka sasa, ongeza nguvu ya ukusanyaji kikamilifu. Hayo ndio msisitizo wangu. Akizungumzia kuhusu mifumo ya kielektroniki, Waziri Mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 imesimamia matumizi yake ili kuimarisha ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mamlaka za serikali za mitaa. Serikali ya awamu ya 6 imesimamia matumizi ya mifumo mbalimbali ya kielektroniki, na ndio imekuwa msisitizo kwenu watendaji wakuu kuhakikisha kwamba mamlaka za serikali za mitaa wakati wote tunapofanya kazi, wakati wote tunapoendesha mawasiliano, basi mawasiliano yetu yawe ya kimfumo kwa njia ya kielektroniki. Mifumo hii inaiwezesha pia mamlaka ya serikali za mitaa kupitia halmashauri zetu kupata ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mamlaka zetu. Na mifumo hii ni pamoja na mifumo ya uhasibu ambayo leo tumeimarisha kwa kielektroniki na yako mawasiliano moja kwa moja mpaka makao makuu ya wizara. Lakini pia mfumo wa manunuzi, mifumo ya makusanyaji wa mapato. Matumizi ya mifumo kwa kweli yamesaidia sana kupunguza urasimu, kurahisisha ulipaji wa malipo, hasa udhibiti wa upotevu wa mapato na kuboresha ukusanyaji huo. Na leo tumeona kila halmashauri ilikuwa inakusanya fedha, walikuwa wanakusanya theluthi moja, sasa wanakusanya theluthi zote 3 na kufanya kitu kizima ambacho kimekadiriwa. Aidha, Majaliwa ameongeza kuwa
Tunafanya maboresho pia kwenye sekta nyingine za huduma za jamii kama vile afya, na wote mnajua kwamba sekta ya afya inasimamiwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Ujenzi wake wa maeneo ya kutolea huduma, zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri, hospitali za wilaya, mpaka hospitali za rufaa za mikoa zinajengwa na kusimamiwa na watendaji kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, wakurugenzi na makatibu tawala wa mikoa. Tumeongeza vituo vya utoaji huduma vya afya kufikia 9826. Tumeongeza majengo ya mama na mtoto katika vituo 7327, lakini tumeongeza hospitali zinazotoa huduma ya magonjwa ya dharura hadi kufikia hospitali 116. Haya ni mafanikio makubwa na watendaji ni nyie wenyewe. Lakini pia tunafanya maboresho kwenye sekta ya elimu. Tumeimarisha ujenzi wa miundombinu ya sekta ya elimu kwa kurugenzi zote ya msingi, sekondari, lakini na vyuo vya elimu ya kati. Tumeimarisha ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia ambavyo walimu wetu wanavitumia na wanafunzi wetu wanavitumia kufikisha taaluma kwa vijana wetu. Tumejikita katika kujenga maabara za sayansi, eneo ambalo kwa miaka mingi tumekuwa na changamoto nalo, lakini sasa hivi tumejiimarisha vizuri. Kwenye shule za sekondari za kata ambazo ilikuwa za kutwa, tumeanza na ujenzi wa mabweni ili kuwezesha wanafunzi wetu wanaotoka mbali, lakini pia makundi ya K na M kulala shuleni. Huu ni mkakati ambao tunauona unaendelea. Ama kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amewataka viongozi wote wa mikoa na watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini waendelee kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao, ambapo amesema, naomba nitumie nafasi hii kuwaelekeza na kuwataka viongozi wote wa mikoa na watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini kuendelea kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao. Pia kuendelea kusimamia kikamilifu matumizi ya fedha za umma pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. John Israeli, Banda Media, Dodoma.